Naitwa Padri Deogratias Matiika, ni vikari wa askofu wa jimbo Katoliki la Moshi, na ninahudumu katika parokia ya Bikira Maria Mama na Malkia Korongoni, ambapo pia inahudumia kigango hiki cha Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Soweto. Na nimefika hapa kuadhimisha ibada ya misa takatifu na pia kubariki majivu na kuyapaka watu. Na hii ni ishara ya mwanzo wa Kwaresima. Kila mwaka kanisa linapata nafasi, linatoa fursa ya kuwakumbusha waamini wao kwamba wanapaswa kujitafakari zaidi, kuangalia juu ya maisha yao, kuangalia mahusiano yao na Mwenyezi Mungu, mahusiano yao na wanadamu wengine, hasa kufuata ile amri kuu ya mapendo ya kumpenda Mungu na jirani. Waangalie ni wapi katika maisha yao wameenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu, basi waweze kuingia tena kwenye toba, wakiiga ule mfano wa wana wa Israeli walipokuwa wanamkosea Mungu. Basi wanavaa magunia, wanajipaka na majivu, wakiomba toba ili Mwenyezi Mungu aweze kuwasamehe. Kipindi hiki ni kipindi cha pekee kabisa, hasa kwa upande wetu si wa Katoliki, na tunakumbushwa kwa kupakwa majivu usoni. Kumbushwa, unaambiwa kwamba wewe ni mwanadamu, uliumbwa kupitia mavumbi, lakini ukumbuke utarudi mavumbi. Ni kama anatukumbusha kwamba tuko duniani lakini tunasafiri kwa Mungu Baba. Kwa hivyo basi tunakumbushwa kwamba kuna kifo hapo mbeleni. Hiyo ni walau ni uhakika wa 100% kwamba lazima tujue kwamba tuko kwenye safari, na hivyo basi tunapaswa kujitafiti. Mtu anayeanza safari lazima aigaramie. Huwezi kusema anatoka hapa naenda sehemu fulani kama kilomita mengi, lakini hujajiandaa, huna nauli, huna namna yote uliojiandaa ili uweze kufika pale. Kwa hiyo safari yetu ya maisha hapa duniani ni kweli inatualika tujiandae vizuri, tujifungashe vizuri ili tuweze katika safari yetu ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu itakaporudi kule. Kwa hiyo tunakumbushwa mambo mengi ya kufanya, yaani kuacha. Kwa mfano leo tumeambiwa katika amri ya kanisa inasema funga Jumatano ya majivu na usile nyama siku ya Ijumaa. Kufunga, unapofunga unajikumbusha kwamba nina mahangaiko kwa sababu ninasikia njaa, kwa hiyo kuna jambo ambalo linanipasa na ulizingatia hilo jambo. Sasa pengine utafunga kwa ajili ya yale mambo ambayo pengine unaona kwako imekuwa ni kilema katika maisha yako ya kiroho. Kwa pengine ni mtu mwenye hasira, sasa unasema labda kipindi hiki nitaomba Mungu anisaidie nisiwe ni mtu wa hasira tena. Labda katika vile tuna vilema 7 vya dhambi ambavyo kwa kweli ukivizingatia, au Mkatoliki akivizingatia, au Mkristo wetu akivizingatia, ataona kwamba ana jukumu kubwa mbele ya Mungu ya kufanya marekebisho. Na ndio sababu basi kipindi cha Kwaresima kwa kweli kinatualika kila mmoja atafakari yale mahusiano yake na Mungu, mahusiano na wanadamu wenzake, na hapo aweze kufanya toba ya kweli. Na toba kwa kweli ianzie huko moyoni mwako, ndani ya nafsi yako. Katika leo tulikuwa na tafakari kitabu cha Nabii Yoeli, alikuwa anatuambia rarueni mioyo na si mavazi. Yaani watu waingie ndani kwenye mioyo yao, waangalie yale mapungufu ambayo yanawasababishia wanakosa uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo rahisi kabisa, na watu wanaalikwa wafunge. Basi kuna kufunga, yaani kila mtu atangalia kitu ambacho wanaona lazima afunge. Wengine wanaacha kunywa pombe, wengine wanafunga kabisa, wanakula tu mlo mmoja, na kile wanachokipata kwa kufunga basi wanaenda kusaidia maskini. Kwa hiyo kuna kufunga, kuna kusali kwa bidii, tofauti na wakati mwingine unasali kweli kweli, na wakati mwingine pia kwenda kusaidia watu wenye shida, maskini na kadhalika.